AM Online TV. Serikali ya awamu ya 8 chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi inaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030 kwa kasi na mafanikio makubwa sana. Katika wizara yetu hii ya utalii, maeneo yetu ya msisitizo mkubwa yapo katika maeneo makubwa manne. Moja, kuwa na utalii endelevu kwa maana ya sustainable tourism, kuendelea kuboresha huduma kwa maana ya quality ya service, ushirikishwaji wa wananchi kwa maana ya community based tourism, lakini vile vile kuendelea kutanua wigo wa sekta ya utalii, ambapo lengo kuu hasa ni kuona kwamba sekta hii ya utalii inagusa maeneo mbalimbali ikiwemo utalii wa michezo, utalii wa kiutamaduni, utalii wa mikutano na kadhalika na kadhalika. Taarifa yangu hii itagusa katika kwanza kutolea ufafanuzi wa ujumla juu ya sekta, hatua mbalimbali ambazo tumezichukua mpaka hivi sasa katika kipindi hiki cha siku 100 za mwanzo, mwelekeo wetu wa kuendelea kukuza sekta ya utalii kwa maana ya kuendelea kukaribisha wageni kwa idadi kubwa zaidi, mkakati wetu ambao tulikuwa nao wa kutanua masoko. Kama tunavyofahamu, sehemu kubwa ya watalii ambao wanakuja katika visiwa vyetu, 90% yanatoka katika masoko ya Ulaya. Lakini kama wizara na kupitia kamisheni ya utalii, tuna mpango mkakati mkubwa wa kutanua wigo wa masoko yetu, ikiwemo kuangalia masoko ya bara la Asia, ikiwemo nchi kama Korea, India, China, lakini vile vile hivi karibuni, kutokana na changamoto ambazo tumeziona zilizoibuka katika soko la Mashariki ya Kati kutokana na vita ambavyo tunaendelea, tumeona pia kwamba sasa tuelekeze juhudi zetu za kuhamasisha utalii wa ndani, lakini vile vile kuangalia utalii katika kanda yetu hii ya Afrika. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maeneo ambayo tutayagusia, na wakati ninatoa maelezo haya tutagusa vile vile mafanikio ambayo tumeweza kuyapata, mambo ambayo tumeweza kufanikisha na ambayo yapo sasa hivi yanayotekelezwa katika hayo mafanikio, lakini yale ambayo tunatarajia yanaweza kuja. Kwa kukumbushana tu kwamba sekta yetu ya utalii inachangia zaidi ya 30% ya pato la taifa. Ndio sekta ya mwanzo mama ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa sana pato letu. Lakini sekta hii inaajiri zaidi ya watu 65,000 ambao wana ajira za moja kwa moja, lakini zile ambazo sio za moja kwa moja. Kwa namna nyingine, sekta hii tunasema ndio muhimili mkuu wa uchumi wa Zanzibar. Takwimu zetu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kwa mwaka 23-24 zaidi ya watalii 700,000 wameweza kufika katika visiwa vyetu, na hii ndo mara yetu ya kwanza tunavuka kiwango hicho cha kukaribisha watalii 700,000 ndani ya visiwa. Hii ni sawasawa na ongezeko la 115% ukilinganisha na ilivyokuwa kutokea kipindi cha COVID mwaka 2019 mwaka 2020. Mapato ambayo yametokana na ongezeko hili la watalii yameshafikia zaidi ya bilioni $1, na hii inaonyesha namna gani ambavyo sekta hii kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali hii ya 8, kipindi kile cha kwanza, juu ya mageuzi mbalimbali ambayo yameweza kufanywa na kutoa athari chanya ya kuhamasisha ongezeko la watu, kuhamasisha ongezeko la idadi ya ndege ambazo zinakuja, zile ambazo ni zimepangwa katika ratiba schedule, lakini vile vile zile ambazo zinakuja kwa mujibu wa watu wale ambao wanakodisha zile ndege ama wanaita chartered flights. Lakini katika hizi siku 100 tumeshuhudia zaidi ya watalii 273,700 ambao wamekuja katika kipindi cha miezi mitatu hii tangu kuanza kwa awamu ya 8 kipindi cha pili cha serikali yetu hii, ambao hii ni sasa na ongezeko la 120% ukilinganisha na ilivyokuwa mwaka 2020-2021. Lakini katika kipindi hicho tumeshuhudia kwamba siku za ukaazi zimeongezeka kutoka siku 6 hadi siku 8.
Maana hiyo kwamba wageni wanakaa muda mrefu zaidi kuliko ambavyo imekuwa hapo nyuma, ambapo wameongeza takriban hizo siku 2 za kuendelea kukaa katika AM Online TV.